Kusema kweli tunamshukuru Mungu, mchezo umeisha salama na tulikuwa na mchezo mzuri leo. Wote wamecheza kwa bidii na nguvu, kwamba tunategemea pia mechi ya Jumamosi itakuwa nzuri kama hii. Kwa hiyo naona kwamba tunaendelea vizuri na ni matumaini yangu kwamba mwakani tunaweza tukafikisha timu zote 4 kwenye robo finali. Kabisa na uhakika. Kwa timu ninavyoziona hivi wakimaintain hivi kabisa hatuna shida. Tumeona majina mengi sana ya wachezaji wa kimataifa katika mchezo wa leo, tofauti na majina ya wachezaji wa nyumbani hapa. Hii tathmini yako, ligi yetu inasogea kwa kiasi gani, lakini pia vile vile inaambukiza uzoefu kwa kiasi gani kwa wachezaji wetu wa hapa nyumbani? Mimi naamini kabisa kwamba ukiwa unacheza na mtu aliyekuzidi inakupa nguvu wewe kucheza zaidi na upambane ili uweze kumweka benchi na wewe. Kwa hiyo mimi sioni kama ni mbaya. Ni wengi sawa, wengine wanakosa nafasi, lakini pia wale wanaopambana nao wa timu pinzani wanatoa upinzani, kwa sababu kama unavyosema ina wachezaji wengi wa nje, lakini hiyo Singida imeweza kufungwa na watu wenye wachezaji wachache sana. Kuna timu zimewafunga. Kwa hiyo siamini kabisa kwamba wachezaji wa kigeni wanaweza kuturudisha hivyo. Mimi naona wanatu inspire ili kuweza kufanya vizuri zaidi. Hamasa ya mchezo leo inaenda kuongeza chachu aina gani kwenye hii nusu finali ya CRDB? Hamasa hii nategemea mechi hiyo ya CRDB itakuwa mechi nzuri zaidi kushinda hii. Kwa sababu sidhani kama Singida watakubali kufungwa tena, na sidhani kama Simba watakubali wapoteze wasiingie finali, kwa sababu kombe la FA lina hadhi yake. Kwa hiyo ni mategemeo yangu makubwa kwamba mechi ya Singida na Simba itakuwa ni mechi nzuri zaidi ya hii. Tuombei, lakini huenda kama ikitokea kama Simba wakivuka kwenda finali, wanaenda kukutana na mtani wao Yanga, itakuwa dabi aina gani? Manake huko kwenye ligi kuna wengine hawachezi, kuna wengine watapeleka timu tarehe 15. Hii sitaki kuwa mganga mpiga ramli, tungoje mpaka hiyo dabi iweze kufikiwa. Lakini shauku yako kwenye ligi unatamani watoto wa Kariakoo wakutane? Hapana, mimi unavyojua ni mwenyekiti wa timu zote. Kwa hiyo yoyote anayeingia finali ni shauku yangu kubwa. Kwa hiyo usiseme kwamba lazima hii finali wacheze Yanga na Simba, hapana. Yoyote atakayeingia, mimi hizi zote ni timu zangu. Lakini kwenye ligi matamanio yako, na unaamini tarehe 15 dabi ipo? Sisi tumeshapanga tarehe. Basi tusubiri. Wapo waliotengeneza mpaka jezi wakaprint kwamba hawaji. Ni mapenzi yao, wala sisi hatuna nguvu ya kuwazuia wasiandike kwenye jezi zao. Waandike tu, sisi tumeshatoa tarehe basi. Lakini kimataifa unaona hizi kauli zinavyoenea, hatuchezi, pengine huenda ikaleta picha gani katika soko letu la mimi sioni kama kuna shida yoyote. Mimi sione kama kuna shida yoyote, kwa sababu tunaamini kwamba tunakwenda kwa utaratibu ambao tumejipangia, tunaenda kwa kanuni tulizojipangia. Kwa hiyo sione shida yoyote. Ni muhimu kuheshimu kanuni. Ni muhimu kuheshimu kanuni kama unavyosema. Nikushukuru mzee wangu. Asante sana. Tunanyang'anya kwa sababu uko tayari? Nani anaanza? Ni wewe. Penalty 2 jibu. Mchezo umemalizika, umepoteza kwa bao 1-0. Kwanza unaweza ukatupa general overview ya mchezo kwa upande wako? Of course, kitu muhimu unajua tulikuwa na face Simba ambayo imetoka kupoteza katika zile shirikisho. Ilikuwa unfortunate, ingekuwa vizuri kama angeshinda lile kombe, lakini sometimes inatokea katika mechi. Of course, ukiangalia Simba kwa sasa hivi nilisema ni timu ambayo wanajua kutumia muda na wanajua kutumia space, kwa sababu unaangalia wanacheza 1-2 touches, wanaweza kurun in behind the defense ya mpinzani. Ukiangalia tulijaribu kwa control dakika 35 ni 0-0. Of course dakika 36 hivi katika wide area mahali ambapo Simba wanacheza 52% katika mchezo wao, ilikuwa 1 against 1. Nafikiri defender wangu angeweza kutapia mpira vizuri, no goal. So I think tuli concede from Simba, individual mistake sisi wenyewe, but kama coach tuna live na tuna grow out of it. But
second half tumecheza very fantastic play. Jonathan Soa akatake on the defender, akatake on the keeper. Reality is a straight penalty and a straight red card. It's 1-1 at halftime. So Singida 11 players, 1 goal. Simba 1 goal, 10 players. Game imechange forever. Second half tumecheza sawa 11-11, thank you very much. Tumekuja katika second half, see another situation there. Tumeimpose Simba, tumepush Simba mpaka 25 meters from their own goal. Tumeimpose our game to Simba in the second half. So inamaanisha timu yangu imegrow kwa sababu tunaangalia CAF ticket. Tumelipata na nafikiri upinzani wetu wa leo inatupea kidogo kwa ile ambayo tunaita control emotions zetu, but also kwa resilience, kwa sababu ukikosa penalty mbili, first half 1 penalty, second half 2 another penalty, it's big. That's why tunasema technology may catch up with us. Soon itakuwa similar kila pahali, but for me as a coach I think kwa game, in terms of the game, I congratulate my players how far we are. Lazima tuzidi kuwa na tamaa, tuzidi kuwa na desire, kwa sababu hiyo ndio ligi letu sasa hivi. Imeanza kuwa competitive vizuri, tujitayarishe vizuri, tunapatana back to back na Simba, tunarudi Babati for the semi-finals. Maybe nimepoteza katika ligi, I'm winning it in Babati. Kwa hiyo kocha, ina maana matokeo haya ni kabisa. It's 2 penalties. You cannot miss 2 penalties in the game. Kwa ina maana kupoteza kwenu leo ni makosa ya mwamuzi, si makosa yenu. What is important, the better team lost today. The better team? The better team lost today. Ulipofanya mabadiliko kipindi cha pili kuingia Damaro, Emmanuel na Poko, mchezo unaonekana kubadilika. Kwa nini ya kuamua kwa? Kusema kweli tunamshukuru Mungu, mchezo umeisha salama na tulikuwa na mchezo mzuri leo. Wote wamecheza kwa bidii na nguvu, kwamba tunategemea pia mechi ya Jumamosi itakuwa nzuri kama hii. Kwa hiyo naona kwamba tunaendelea vizuri, na ni matumaini yangu kwamba mwakani tunaweza tukafikisha timu zote 4 kwenye robo finali. Kabisa na uhakika. Kwa timu ninavyoziona hivi wakimaintain hivi kabisa hatuna shida. Tumeona majina mengi sana ya wachezaji wa kimataifa katika mchezo wa leo, tofauti na majina ya wachezaji wa nyumbani hapa. Hii tathmini yako, ligi yetu inasogea kwa kiasi gani, lakini pia vile vile inaambukiza uzoefu kwa kiasi gani kwa wachezaji wetu wa hapa nyumbani? Mimi naamini kabisa kwamba ukiwa unacheza na mtu aliyekuzidi inakupa nguvu wewe kucheza zaidi na upambane ili uweze kumweka benchi na wewe. Kwa hiyo mimi sioni kama ni mbaya. Ni wengi sawa, wengine wanakosa nafasi, lakini pia wale wanaopambana nao wa timu pinzani wanatoa upinzani, kwa sababu kama unavyosema ina wachezaji wengi wa nje, lakini hiyo Singida imeweza kufungwa na watu wenye wachezaji wachache sana. Kuna timu zimewafunga. Kwa hiyo siamini kabisa kwamba wachezaji wa kigeni wanaweza kuturudisha hivyo. Mimi naona wanatu-inspire ili kuweza kufanya vizuri zaidi. Hamasa ya mchezo leo inaenda kuongeza chachu aina gani kwenye hii nusu finali ya CRDB? Hamasa hii nategemea mechi hiyo ya CRDB itakuwa mechi nzuri zaidi kushinda hii. Kwa sababu sidhani kama Singida watakubali kufungwa tena, na sidhani kama Simba watakubali wapoteze, wasiingie finali, kwa sababu kombe la FA lina hadhi yake. Kwa hiyo ni mategemeo yangu makubwa kwamba mechi ya Singida na Simba itakuwa ni mechi nzuri zaidi ya hii. Tuombei, lakini huenda kama ikitokea kama Simba wakivuka kwenda finali, wanaenda kukutana na mtani wao Yanga, itakuwa dabi aina gani? Manake huko kwenye ligi kuna wengine hawachezi, kuna wengine watapeleka timu tarehe 15. Hii sitaki kuwa mganga mpiga ramli, tungoje mpaka hiyo dabi iweze kufikiwa. Lakini shauku yako kwenye ligi unatamani watoto wa Kariakoo wakutane? Hapana, mimi unavyojua ni mwenyekiti wa timu zote. Kwa hiyo yoyote anayeingia finali ni shauku yangu kubwa. Kwa hiyo usiseme kwamba lazima finali wacheze Yanga na Simba, hapana. Yoyote atakayeingia, mimi hizi zote ni timu zangu. Lakini kwenye ligi matamanio yako, na unaamini tarehe 15 dabi ipo? Sisi tumeshapanga tarehe. Basi tusubiri. Wapo waliotengeneza mpaka jezi wakaprint kwamba hawaji.